Kisiwezi Yes, by the way nitakusikilizisha kile ambacho amekizungumza Ahmed Ally, lakini ngoja nikupe dondoo ya kile ambacho nimekisikia na namna ambavyo nimeweza kukielewa kwa upande wangu. Ahmed Ally baada ya kuweza kupoteza mchezo wa leo au baada ya kuweza kupata sare, kwa kuwa sare kwa upande wa Simba ni si ushindi of course, yani ni kama wamepoteza mchezo. So baada ya kuweza kupata sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, so yamezungumzwa mengi, lakini kubwa zaidi ambalo ameweza kulizungumza Ahmed Ally ni pamoja na work rate ya wachezaji. Amesema wachezaji wanapaswa kuweza kujituma na kujiuliza kama kile ambacho wanakifanya uwanjani wanastahili kukifanya kwa siku zote. Lakini pia kitu kingine ambacho amekigusia ni pamoja na kuwataka mashabiki wale ambao wamekuwa wanajiuliza kama wanataka kwenda uwanjani ama hawataki kwenda. Amesema hana cha kuweza kuambia zaidi ya kuambia kwamba kama shabiki wewe unataka au unaipenda klabu ya Simba, unapaswa kuweza kwenda uwanjani kwa muda wote na kuishabikia timu ya Simba. Mpira wa miguu sio kwa ajili ya watu dhaifu, ni kwa ajili ya watu ambao ni strong na wanajua kuhimili nyakati zote za mpira. Yani nyakati ambapo timu yako inapitia nyakati ngumu, basi unapaswa kuweza kusimama na timu yako, na wakati ambao mnapitia nyakati nzuri, basi uendelee kusimama na timu yako. Akasema hawezi kuahidi chochote kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Esperance de Tunis, na hii ni kuelekea mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo inafuata tarehe 23 kama sikosei mwezi huu Januari. So mambo ni mengi, lakini kwa mara ya kwanza ndio nimemsikia Ahmed Ally anakiri kwamba wachezaji, lakini pia benchi la ufundi pamoja na viongozi wanapaswa kujiuliza baada ya kuweza kuendelea kupokea matokeo haya mabaya ambayo wanayapitia kwa kipindi hichi. Kupoteza alama 5 kwa mpinzani ambaye unapambana naye, hasa Yanga ambaye amepoteza alama 1 tu, sio kitu kidogo, bali inahitaji kuwa na roho ngumu kweli kweli. Kitu ambacho kinafuata kwa sasa hivi ni wao kuja kuzinyakua au kuzinyang'anya alama 6 dhidi ambapo pindi ambapo watakuja kucheza na Yanga. Yani hicho ndio kipimo pekee. Lakini kuweza kuagiza kusubiria timu nyingine ziweze kuchukua alama dhidi ya Yanga, basi ni kuweza kujitafutia tu ugumu ambao haupaswi kuja kuona mbeleni. So sikiliza kile ambacho ameweza kukizungumza Ahmed Ally baada ya dakika 90 kumalizika na mechi yao kumalizika kwa sare ya Mokomoko dhidi ya Mtibwa Sugar. Manager official pia MTZ_sports PM show, tusiache kuweza kusubscribe na pia kuturn on notification na mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea Kisiwezi za kimichezo pamoja na burudani. Ndugu zangu mashabiki wa Simba Sports Club, anayetaka aje, mwenye moyo mgumu aje, mwenye moyo dhaifu anaweza akapumzika nyumbani. Mwenye mioyo migumu kama wako. Football is not for the weak. Football ni mchezo unaoumiza. Football ni mchezo unaofurahisha. Football ni mchezo wenye kutia machungu kweli kweli. Sasa kama nafsi yako ni dhaifu, kama nafsi yako ni ndogo, haiwezi kubeba machungu ya mpira wa miguu, mimi siwezi kukuita kuja uwanjani. Kaa unapokaa. Mambo yakishaanza kuwa mwelele, mambo yakishaanza kuwa mazuri, utakuja uwanjani. Kwa hiyo kwa sasa, ambaye anajua mimi sina shaka yoyote, yani mimi Simba liwalo na liwe, aje uwanjani. Lakini wale Simba matokeo mazuri, wale watusubiri mpaka tukae sawa sawa, watakuja. Wachezaji kwanza wao lazima waanze kwa kujitathmini. Mchezaji mmoja anafanya cha kutosha, anaisaidia Simba ipasavyo. Ubora anaoonyesha ni ubora wa hadhi yake na ni ubora wa hadhi ya Simba. Namna ambavyo anajituma kwa kulingana na mahitaji ya Simba. Namna ambavyo anajituma kwa ubora wa Simba Sports Club. Lazima kila mchezaji mmoja kwanza, kabla ya kufika kwenye timu kwa ujumla, lazima kila mchezaji mwenyewe ajifanyie tathmini. Lazima ajiangalie ubora aliokuwa nao unafanana na ubora unaotakiwa ndani ya Simba Sports Club. Work rate ambayo anaitoa kwa ajili ya kupambania Simba yake inafanana na kile ambacho kinatakiwa. Lazima tujitathmini hivyo ili tuweze kuamka hapa tulipo na twende tunakoelekea kuzuri zaidi. Tumeshapoteza alama 5 mpaka sasa, ni jambo baya kweli kweli kwenye vita ya ubingwa, hasa kwenye ligi ambayo unaweza kukutana na timu chache ambazo ni ngumu. Kwa hiyo
Kwanza lazima wachezaji wa Simba Sports Club wafanye tathmini wao kwa wao. Lazima mchezaji mmoja mmoja afanye tathmini ya kujiuliza, je, anachokitoa kinastahiki kwa Simba Sports Club? Ukiangalia mchezo wa leo, pamoja na kwamba tulitengeneza nafasi nyingi na tulikuwa bora kipindi cha kwanza, lakini kuna wakati ulikuwa unaona inatakiwa nguvu kubwa zaidi, wanatakiwa watu wapambane zaidi, hasa baada ya Mtibwa kusawazisha. Lakini uione hiyo ari, unaona watu wako down, watu wanacheza kama tayari tunaongoza goli moja ama goli mbili. Yani watu unaona kabisa hawana ile moyo ya kupambana.